بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، أكم صليا أكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tuendelee na darasa letu la tafsiri Qur'ani tukufu, ikiwa kwa mara ya mwisho tulishilia katika suratul Fil, na leo tutasoma tafsiri ya surat Quraish. Surat Quraish pia inaitwa surat liila fi Quraish. Sura hii ni suratun makkiyatun, suratun makkiyatun, mbele ya jopo la walio wengi katika wanawazuoni wanaonelea hii sura ni makkiya, na wako wachache waliosema kwamba sura hii ni madania tu. Yarhamukallah. Lakini wale waliosema makiyatun, kauli yao ni sahihi zaidi, kwa sababu katika hilo imekuja athar kutoka kwa Abdullah ibn Abbas habrul umma wa ghayruhu, na wengine kwamba sura hii ni suratun makkiyya, na idadi ya aya zake ina aya 4, na wako waliosema ina aya 5. Waliosema ina aya 5 ni watu wa Hijaz, wanaozuoni wa Hijaz. Imeshushwa suratu Quraish baada ya suratu Tini. Suratu Quraish imeshushwa baada ya surati Tini, watini wazaitun, na kabla ya suratul Qari'ah, na kabla ya suratul Qari'ah. Malengo ya sura hii, malengo ya sura hii tadhkiru ahli makkah, ni kuwakumbusha watu wa Makkah bijanib
min ni'amillahi ta'ala alaihim, kuwakumbusha watu wa Makka kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yao. huenda wao watu wa Makka an tariqi hadha at-tadhkir, kupitia njia ya ukumbusho huu, yafiuna ila rushdihim, kwamba huenda wakarejea katika uongofu wao, wayukhlisuna liibadati likhaliqihim, na wakazitakasa ibada kwa ajili ya Mola muumba wao, ومانعهم تلك النعم العظيمة, na mpaji aliyewapa wao hizo neema tukufu. Ama kwa nini imeitwa Quraish, au kwa nini Makuraish wameitwa Makuraish? Sababu sura inaitwa suratu Quraish. Akina nani Makuraish? Sababu ya kuitwa kwao Quraish, Al-Imam Al-Qurtubi kwenye tafsiri yake ana maneno yanayohusu jambo hilo. Kwanza anasema Makuraishi fahum banu Nadri ibn Kinana, banu Nadri ibn Kinana ni watoto wa An-Nadri. Makuraish ni watoto wa An-Nadri, Nadri mtoto wa Kinana, Kinana mtoto wa Khuzaima, Khuzaima mtoto wa Mudrika, Mudrika mtoto wa Ilyas, Ilyas mtoto wa Mudar kwa mim, Mudar, mim dad ra, Mudar. Ramadhan. Makuraishi ni watoto wa nani? Nadr, An-Nadr, so Nadr, An-Nadr dhadi maskuna ina sakna. An-Nadr ibn Kinana. Kinana fa Kinana mtoto wa nani? Ramadhan. Kwa nini uandike? So kwa Kiarabu. Kinana mtoto wa nani? Ibn Khuzaima. Khuzaima mtoto wa nani? Mudrika. Said, Mudrika mtoto wa nani? Mudrika mtoto wa nani? Anta. Ayo. Ilyas. Ilyas mtoto wa nani? Mudar. Sasa Quraish ni nani? Fa kullu man kana min waladi Nadri, kila ambaye atatokana na An-Nadr, yani ukimchukua nasaba yake ikaenda mpaka ikafika kwa An-Nadr, kila ambaye atakuwa ni katika watoto wa An-Nadr, maana wajukuu, vitukuu, vilembwe, vile gani, kwamba ikichukuliwa nasabu yake mimi ni fulani bin fulani bin fulani mpaka ikafika kwa An-Nadr,
ibn Kinana. Fakullu man kana min waladi an-nadri fahuwa qurashiyun, kila yule ambaye atakuwa ni katika watoto wa an-nadri huyo ni mquraish. Atakayetokana na an-nadr huyo ndiye mquraish. Amesema nani haya? Al-Imamu Al-Qurtubi katika tafsiri yake. Sababu ya kuitwa Makuraish, wameitwa Makuraish litajammu'ihim ba'da at-tafarruqi, ni kwa kule kujumuika kwao baada ya mtengano. Kwa wametengana alafu wakarudi kuwa pamoja wakaitwa Quraish. Wameitwa Quraish baada ya kufarikiana kwao alafu wakarudi kuwa pamoja wakaitwa Quraish. Kwa hiyo tukisema Quraish kuna kitu hapo kinazalika, at-taqarrushu at-takassubu, utafuta mali, taqarrush. Kusemwa kilugha qarasha, fulanun yaqrushu, qarasha yaqrushu. Tulidadavua neno qurashi. At-taqarrushu maana yake ni at-takassubu, kutafuta chumo. Husemwa kilugha qarasha fulani, fulani ameqarasha. Tuzungumzie kwa Kiswahili, fulani ameqarasha. Yaqrushu fulani, yaqrushu anaqurushu. Qarshan idha kasaba almal, pale anapoichuma mali, wa jamaahu, na akaijumuisha. Kwa hiyo qarasha fulani malan, fulani qarasha malan, ameqarash mali kwa maana ameitafuta na akaikusanya, ndio ataqarrush, kukusanya. Kwa wameitwa Makuraish kwa kujumuika kwao na kukusanyika kwao, kama vile fulani anafanya qarsh katika mali, kwa maana anaitafuta mali na anaijumuisha na anaikusanya. Kilugha qarasha fulanun yaqrushu qarshan, ka qatala yaqtulu qatlan, ndio wazni wake. فعل يفعل فعلا، قرش يقرش قرشا، قتل يقتل قتلا، وزن wake kwenye tasrif. Mahallu shahid, wameitwa Makuraish kwa jina la Quraish kwa sababu ya kujumuika kwao na kuwa kwao pamoja na kukusanyika kwao baada ya kufarikiana, wakaitwa Quraish. Dhahiri, tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo sura Quraish ni sura makia, na tulivyoona kauli ya jamahiri la ulama. Lakini pia tumejifunza jina la Makuraish la kina nani. Tukaona Makuraish ni kila atakayezalikana kutoka kwa An-Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaima ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar, mimu dad ra, Mudar. Kila atakayekuwa ni katika watoto wa An-Nadhr, kwa maana watoto wake huyo mzee Nadhr mwenyewe, wajukuu zake mzee Nadhr mwenyewe, vitukuu vyake mzee Nadhr mwenyewe,
vilembwe vyake mzee Nadhari mwenyewe mpaka chini, kwamba wewe ukitafutwa kinasab unakwenda mpaka unamtaja An-Nadhr ibn Kinana. Naam. Anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, liila fi Quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Aya nne hizo. Kwa wale wanaona kwamba aya hizi au sura hii ina aya 5, wanaigawa hiyo aya ya mwisho sehemu mbili, na hili si jambo geni kwamba kuna khilafu za wanawazuoni sura fulani ina aya ngapi, kama walivyotofautiana katika suratul Fatiha. Suratul Fatiha ina aya 7, na ndiyo sura ambayo Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, walaqad atainaka sab'an min al-mathani. Sab'an min al-mathani, wakasema baadhi al-mufassirin ni sura yenye aya 7 ambayo husomwa na hukaririwa mara kwa mara, ambayo ni suratul Fatiha. Ukizihesabu ili upate 7 kwenye juzuu, lazima aya ya kwanza iwe ni bismillahir rahmanir rahim, sio hivyo? Kwa hii kwa bismillah ya kwanza ina maana kwamba ghairil maghdubi alayhim waladdallin, aya ya 7. Na wapo waliosema bismillah haipo, bismillah sio aya katika suratul Fatiha. Kwa akili yako wakiondoa bismillah katika suratul Fatiha inabaki aya ngapi? 6. Wao wanasema sio 6, ziko 7. اهدنا الصراط المستقيم آية 5، صراط الذين أنعمت عليهم آية 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية 7. وقت اهدنا الصراط المستقيم kwa wale waliosema bismillah ni aya ya kwanza, kwa inakuwa ihdina as-sirata al-mustaqim ni aya 6. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, aya hii ndio aya 7. Wale wanasema hii aya mwisho inagawiwa mara mbili, صراط الذين أنعمت عليهم aya, غير المغضوب عليهم ولا الضالين aya. Tunafahamiana vizuri hapo? Hivyo hivyo kwenye hii suratu Quraish ina aya 4, ukitoa bismillah ambayo ni aya yenye kujitegemea. Sasa baadhi ya watu wa Hijaz, wanawazuoni wa Hijaz, Maka na Madina na vitongoji vyake wa Hijaz, wanaonelea kwamba ina aya 5. Sasa hiyo 5 ni ipi hapa? Alladhi at'amahum min ju'in, aya hiyo, wa amanahum min khawf, aya. Zinakuwa ngapi? 5. Haya, tumsome Imam Saadi alafu turejee. Anasema Imam Saadi rahimahullah, qala kathirun min almufassirina, wamesema wengi miongoni mwa wafasiri wa Qur'ani, na yeye ni mfasiri. Al-Imam Saadi ananukuu kutoka kwa waliopita nyuma, na ndivyo wanavyofanya wanawazuoni wa tafsiri. Wengi wao wanarejea kwa waliowatangulia, hata kama atakuwa na yake, lakini mengi wanarejea kutoka kwa wenzake waliomtangulia huko. Utakuta al-Imam Shaukani ana tafsiri yake inaitwa nini? Fathul Qadir ya al-Imam Shaukani, lakini anarejea kwa al-Imam al-Qurtubi na wengine. Kadhalika utakuta labda al-Imam Ibn Kathiri mufassir zuri, tafsiri yake ni halua, lakini utakuta pia na yeye anarejea kwa waliomtangulia.
atamtaja Imam al-Mufassirin Ibn Jariri at-Tabari, to imam wa wafasiri Ibn Jariri. Na Ibn Jariri tutakuta anataja kauli za maimamu waliomtangulia, tutaja kauli kina Ata, kina Mujahid, kina nani waliomtangulia nyuma, na hao wamechukua kutoka kwa masahaba, na masahaba wamechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala kathirun min almufassirina, wamesema wengi wa wafasiri, innal jara wal majrura mutaalliqun bisurati allati qablaha, hakika jari na majruri mja mkisoma nahwu mtaelewa kusudia nini tukisema jar wal majrur. Jar ni herufi ya jar inatia jar. Majruri ni jina ambalo kwa kutanguliwa na herufi inayotia kasra, hilo jina likatiwa kasra. Jar wa majrur. Unasema mathalan albaytu ni nyumba katika lugha ya Kiarabu. Albaytu nyumba, ukiitia herufi ya kutia jarri, kwa maana ukiitangulizia neno baitu herufi miongoni mwa herufi ambazo neno baitu hutoka kwenye baitu kuja kwenye baiti, kwa kuwa imetanguliwa, hilo neno limetanguliwa na herufi ambayo ikitangulia mbele ya jina, kwa maana kabla ya jina, hilo jina linaathirika. Badala ya ru au tu au ba au ka inakuwa ki au ti au bi au ri. Badala ya ru inakuwa ri, badala ya tu inakuwa ti. Mfano albaytu, te mwisho ina nini? Ina dhamma. Albaytu. Ukisema fil baytu kosa, kwa kuwa imekuja fi basi lazima iwe ti. Fil bayti katika lugha ya Kiarabu. min albaytu kosa, kwa kuwa imekuja min basi lazima iwe min albayti, tamke hivyo. ila albaytu kosa, sema ila albayti kwa kuwa imetanguliwa na ila. Kwa hiyo fi, min, ila, an, ala. الاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. anazitaja hapa kwenye mulhatul i'rab. الاسم ما يدخله من وإلى, jina ni neno ambalo linakubali kuingiliwa na min kabla yake na ila kabla yake. Au kana majruran bihatta wa ala, au likawa limejarrishwa kwa kutiwa jarri kwa kusema hatta, intihai alghaya, hatta wa ala. Akataja mfano wake, mithaluhu zaidun wa khailun wa ghanam wa dha wa tilka walladhi wa man wa kam. Kwa hiyo akatajia al-ismu adh-dhahir wal-ismu al-mudmar. Haya masala kinhau, sitazungumzia ila fi Quraish. Nimekuja huku kote ili turudi tunakusudia nini kwa jar na majrur, kitu gani? Hatuko kwenye somo la nahwu. Anasema al-Imam Sa'di, innal jara wal majrura, hakika herufi inayotia kasira na kile kilichotiliwa kasira, kasra, mutaalliqun bi surati allati qablaha, kinafungamana hicho na sura iliyotangulia kabla yake. Ndio maana sisi tulisema ilikuwa tusome sura Quraish kwanza tukaruka,
tukasoma suratu al-Fil, tukatoa sababu ilikuwa nini? Nani anakumbuka kwa nini tumeruka suratu Quraish tukasoma al-Fil kwanza ili tusome Quraish? Tulisemaje? Kwa sababu kuna mafungamano baina ya sura ya Alam Tara na Liilaf Quraish. Anasema Imam Saadi kuna mafungamano bi surati allati qablaha, kwa sura iliyotangulia kabla yake. Iliyotangulia ni ile inayoanza juu kuja chini, sisi tumeanza chini kwenda juu. Maana tutakiwa tuanze amma, tutafsiri amma, alafu tuje wanazaati, abasa, alkuwirat, infitari, mpaka tufike na anasema bi surati allati qablaha, ambayo sura kabla yake ni sura gani? Tushaisoma Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka. Mafungamano yake hayo ndiyo maana sura hii ikatanguliwa na lamu hiyo li, ambayo ni katika herufi ya kutia jarri, lamu jarri hiyo, liilafi, liilafi. Ai maana yake sasa anataka kutupa mafungamano baina ya sura iliyotangulia na sura hii. Ai maana yake na makusudio ya maneno haya tuliyotemka hapa kuonesha kwamba kuna mafungamano baina ya hii na hii. Vipi? Ai maana yake fa'alna ma fa'alna bi ashabil fili, anaturisha kule kwenye al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ay takhsir. Wa arsala alayhim tayran ababila, ay jama'atin tarmihim bihijaratin min sijil min tin al-yabis faj'alahum ka'asfin ma'kul. Habari Allah ametukhabarisha kafanya nini kwa watu wa ndovu, watu wa tembo. Ai maana yake liila fi Quraish fa'alna ma fa'alna, liila fi Quraish, ili makuraishi waendelee, ili makuraishi waendelee na mazoea yao. Ndio tafsiri hiyo, ili upate maana ni haya ambayo kama nitazungumza hapa. Tunaelewana jamani vizuri hapo? Fa'alna ma fa'alna, ili kuwafanya makuraishi waendelee na mazoea yao. Fa'alna ma fa'alna, tumeyafanya yale tuliyoyafanya bi ashabil fili, kuwafanya watu wa ndovu. Allah akawafanyaje watu wa ndovu? Kawafanyaje watu wa ndovu? Kwa mujibu walivyotuhabarisha kwenye Qur'an. Kwanza kavifanya vitimbi vyao kuwa katika hasara, vimefeli. La kwanza hilo, alam yaj'al kaidahum fi tadlili, atukuvifanya vitimbi vyao na njama zao ovu kuwa katika hasara. Manake ndivyo walivyofanya Rabbul Alamin. Wa arsala alaihim tayran ababila, akawatumia ndege makundi kwa makundi, wanawajia kutoka kila kona. Tarmihim, wakiwapiga wakiwatupia, bihijaratin min sijil, vijiwe vya motoni au vijiwe vilivyotokamana na udongo uliokauka. Kinamwingia mtu utosini, kinamtoka kwenye duburi na nyama za dondoka. Faja'alahu, akawafanya ka'asfin ma'kul, mithili ya jani la mti ambalo limetafunwa na wadudu. Kwa hiyo anasema liila fi Quraish, ili kuwafanya makuraishi waendelee taratibu. Ai fa'alna ma fa'alna, tumeyafanya yale tuliyoyafanya sisi bi ashabil fili, kuwafanya watu wa ndovu. Liila fi Quraish, ili kuwafanya makuraishi waendelee na taratibu zao. Tumeelewana mafungamano yaliyopo baina hii na ile? Naam.
anasema al-Imam Sa'di liajli Quraish, kwa ajili ya makuraish, wa amnihim, na kuichunga ile amani yao, wastiqamati masalihihim, na kuendelea maslahi yao, kubaki kwa maslahi yao, wa intidhami rihlatihim, na kuendelea kunadhimika kwa nidhamu rihlatihim, safari zao, fi shitai was-sayf, fi shitai lil-Yaman, kusi na kaskazi, kusi Yemen, was-sayf na kaskazi lisham, liajli tijara, kwa ajili ya biashara, wal makasibi, na machumo yao. Fa ahlaka Allahu, Allah akawaangamiza, man aradahum bisu'in, wale waliowataka wao kwa ubaya, waliowataka makuraishi kwa ubaya, Allah akawaangamiza. Fa ahlaka Allahu, Allah akawaangamiza, man aradahum bisu'in, wale waliowataka makuraishi na mji wao wa Maka, bisu'in, kwa ubaya. وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب, na akalitukuza jambo la haramu yake ya Makka na jambo la watu wake, aiwa amra ahlihi, na jambo la watu wake, wale wakazi wake wa Makka. Akalitukuza jambo la haram ile ya Makka, mahala patakatifu pale pa Makka na watu wake, akayaadhimisha mawili hayo, pale mahala patakatifu na watu waishio kwenye mahala pale, akaadhimisha mawili hayo, fi qulubil arabi, katika mioyo ya Waarabu, jambo ambalo kwamba lau wangeliingia kina Abraha ibn Sabbah al-Ashram wakafanya yale walioyataka na kukusudia, basi haiba ya watu wa Makka ingeliondoka, sababu walikuwa wana haiba popote wanapokwenda. Watu wanawaambia hawa msiwafanyie ubaya, hao ni majirani wa nyumba tukufu, kwa heshimika Quraysh, hao ni majirani wa nyumba tukufu. Kwa hiyo kaendelea Allah kukuza hali ya mahala pale patakatifu panaogopewa, kwamba wewe watakaofanya baya Maka, ukumbuki walichofanywa kina Abraha, watakaofanyia madhila hawa watu wanaoishi pale, walioombewa dua. Hatta ihtaramuhum, mpaka Waarabu wote, makabila mengine ya Waarabu wakawaheshimu. Walam ya'taridu lahum fi ayi safarin aradu, wala hawakuingilia kikwazo, kuwafanyia kikwazo, fi safarin aradu, katika safari yoyote walioikusudia kuienda Makuraishi, hawakupatwa na madhila popote. Walihadha amarahumullahu, na kwa ajili ya haya ndio maana Allah akawaamrisha bishukri, kushukuru. Ni Makuraishi si kushukuru, basi haya yote mliofanyiwa na Rabbul Alamin, badala ya kumshukuru mwamkufuru kwa kuwaabudia masanamu mliowatengeneza kwa mikono yenu, mkaacha kumshukuru na kumwabudu yule ambaye amewapa mazuri haya. Faqal, ndio maana akasema falyabudu rabb hadha albayt, basi na wamwabudu hawa Makuraishi Mola mlezi wa nyumba hii. Ai, maana yake liwahiduhu, basi na wampwekeshe katika ibada, wa yukhlisu lahu alibada, na wamtakasie yeye huyo ibada, wasitakasi, wasifanye kwa ajili yake. Alladhi, ambaye at'amahum min ju'i, amewalisha wao kutokamana na njaa, wa amanahum min khawf,
na akawaamanisha kwa maana akawapa amani na akawaamanisha min khawfin, kutokamana na hofu, kipindi ambacho wenzi wao huko wapo katika kipindi cha hofu, kuogopa vita na mengineyo, wao wakawa wapo katika mazingira ya amani. Na Allah akalitaja hili kwenye Qur'an katika suratu Al-Ankabut aya 67. Allah anasema awalam yarau anna, anawaambia makuraishi, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, hivi hawakuona, hawakushuhudia makafiri wa Makka kwamba Allah ameijalia Makka kwao kuwa ni haraman amina, mahala patukufu penye amani. Wanapata amani wanaoishi mahala hapo, wanapata amani za nafsi zao, wanapata amani za mali zao. Wayutakhaffafu an-nasu min hawlihi, kipindi ambacho wanazogomwa waliopo nje ya haramu hiyo, ambao wako nje ya Makka, vijiji jirani, miji jirani, wanazogomwa, hawaishi kwa amani. Nyinyi mnatulia kabisa, hamuoni hili? Kana kwamba Allah anamwambia nyinyi makafiri wa Makka, hamlioni hili kwamba nyinyi mnaishi kwenye mazingira gani kipindi ambacho majirani zenu hawapo kwenye amani? Hamlioni hilo? Ukiwa kwenye amani, baadhi ya wakati wanasema amani ni taji, kama vile siha ni taji. Unajua maana taji? Unajua maana taji? Jana siku hizo hawajui taji. Taji, crown, wanaovaa wafalme juu yao, taji. Kutoka kwa Kiswahili inaitwa taji, kwa Kiarabu inaitwa taji, at-taj al-mukallal, taj, wanavaa wafalme, malkia. Kwa hiyo siha, afya, ni taji, iko juu ya mtu mzima, aliyemzima, yani mtu aliyemzima, si mgonjwa. Halioni taji lile na thamani yake ila mgonjwa. Mgonjwa akikaa anaona jamaa na taji la siha yule. Kadhalika amani ni taji, hawalioni ila wenye machafuko. Huenda sisi hatuoni neema ya amani tuliyokuwa nayo, huenda hatuioni, lakini wanaiona wenzetu waliopo Darfuri huko, Sudani Kusini, Sudan Kaskazini, machafuko yao, wanaiona taji ya amani iliyopo juu ya vichwa vyetu sisi wa Tanzania. Ukirindima mabomu hapa na milio ya risasi, kutaadhiniwa kweli hapa? Kweli utavaa kanzu yako, ukachukua udhu wako, ukatembea taratibu barabarani kwenda msikitini, kwenye darasa, kwenda kusali? Kweli wewe utakwenda sokoni kuchukua futari kwamba wapi mabibo, unasikia pum, wapi ndio hivyo mabibo, ndio magimbi, ndio hivyo muongo. Na vya nyumbani vitakuishia, ndio hivyo. Kwa alhamdulillah, kwa neema ya amani tutamwomba Allah tudumishie neema yetu hii ya amani. Neema ya amani Allah amezungumza kwenye Qur'an, kaitaja Allah amani kwenye Qur'an. Kitabu chetu kinataja amani, mtume wetu kataja amani kwenye hadithi. Dini ya amani hii, alhamdulillah. Kwa hiyo anawaambia Makuraish, hamuoni nyinyi kwamba sisi tumeijalia hii haram kuwa ni haraman amina, mahala patukufu penye amani? Naam, kadhalika panawapa amani wanaoishi mahala hapa, nafsi zao na mali zao, wakati ambapo jirani zenu huko wapo kwenye mazingira magumu kabisa. Hamuoni kwamba mko kwenye neema?
67 sura gani? Al-Ankabut.